Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu yangu katika imani, kama ilivyo kawaida yetu, tulitangaza kwamba kila yaumul jumaa tutapeana faida katika faida za Allah subhanahu wa ta'ala, kupeana faida sisi wanaadamu wote. Naam, leo nimekuja na kitu adhim, kitu ambacho ni kizuri, kitu ambacho kina faida na kitu ambacho usikidharau wewe ambaye unasikiliza au unafuatilia chaneli yetu ya Asili Tiba TV, chaneli yetu pendwa kabisa hii. Usisahau kufuatilia kila aina ya kipindi. Ukiacha kufuatilia basi itakuwa ni hasara kwako, lakini ukifuatilia basi itakuwa ni faida moja kubwa sana kwako. Na leo tumekuja na jambo kubwa, jambo ambalo ni nzuri, jambo ambalo litakuwa ni faida kwa sisi hapa, hasa sisi watoto wa kiume, wale ambao wanajua kabisa kuna majambo ambayo wamewafanya au wameyafanya alafu hali sio nzuri. Lakini kuna wale ambao wanaenda madukani kwenda kununua madawa kwa ajili ya kuongeza nguvu katika mwili wao. Lakini alikadhalika kuna wale ambao wanaenda kuchukua madawa ya kupaka katika miili yao ili mradi kwamba mambo yanyooke vizuri. Nitatumia lugha nyepesi. Sasa naomba wewe kijana mwenzangu, fuatilia hili swala au fuatilia zoezi hili au darasa hili ambalo ndio kufahamisha leo hii. Wallahi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutojuta na faida utaiona, na lazima utaona mabadiliko makubwa katika mwili wako. Bismillah. Niwe na sambamba na wewe na wewe kuwa sambamba na mimi, ili kitu chetu na lengo letu liwe moja insha Allah. Na kufundisha dawa kwa ajili ya mwili kujiweka vizuri, inafahamika ninaposema hivyo. Na kufundisha dawa ambayo ya kufanya mwili uwe vizuri. Nitoe neno, hakuna dawa ya jambo lile wanavyosema kwamba kuna dawa. Hapana, ni baadhi ya sehemu za mwili tu kukaa vibaya kutokana na vyakula ambavyo tunakula haya katika, au labda wengine ndio hiyo msongo wa mawazo, stress mengi. Ala kule hali, kwa hali aina yote ile pale, unakuta kuna watu wanapoteza uwezo wa kuona. Nikisema uwezo wa kuona inafahamika, lakini ni uwezo wa nguvu katika mwili, na maanisha hivyo. Vipo vifaa ambavyo ukivitumia wewe, unatumia kama kwenye chai, unatumia kama kiburudisho au kutia chai ina harufu nzuri, lakini mimi vitumie kwa namna hii ambayo mimi nitakufahamisha. Namna ya kwanza, tafuta vifaa vifuatavyo. Kifaa cha kwanza, tafuta tangawizi ndogo, ile nyembamba yenye kuwasha sana. Achana na hizi tangawizi ambazo ni kubwa, yale ambayo ni manene kabisa, hapana. Tafuta tangawizi ambayo ni original, ile nyembamba yenye kuwasha kikweli kweli. Tafuta tangawizi kwa labda ya 500 kimfano. Baada ya hapo, tafuta karafuu. Nenda dukani kachukua karafuu, pima kijiko kimoja cha chai kikubwa. Baada ya hapo, tafuta pilipili manga. Na dukani kachukua pilipili manga. Baada ya hapo, chukua kipimo kimoja, kijiko kimoja cha chai. Tafuta na hiliki kadhalika. Utachukua mdalasini ule wa magome ambao wengine wanasema waende kupikia pilau, ule mzito kabisa. Ukioramba hivi kidogo, ule una kama sukari fulani hivi. Chukua na mdalasini. Lakini kadhalika usisahau kuchukua kitunguu saumu original. Hivyo kitunguu saumu design mbili. Kuna ile minene au design tatu. Kuna wale ambao wanaita Kichina au wanaita South Africa kama hivi. Achana lile kubwa jeupe, au achana vile ambavyo vinene. Chukua kile kidogo chembamba ambacho kina harufu nzuri kile pale. Baada ya hapo, chukua kinu kidogo, chukua mdalasini, weka mule kama magome 3. Chukua karafuu kijiko kimoja cha chai, chukua hiliki kijiko kimoja cha chai, chukua pilipili manga kijiko kimoja cha chai, chukua kitunguu saumu ambacho umekimenya, weka mule chote. Nimesema hapo utie mdalasini kwenye kinu, karafuu, pilipili manga, hiliki na kitunguu saumu. Unatia kwa pamoja vyote. Baada ya hapo, utaanza kutwanga kidogo kidogo. Baada ya kuanza kutwanga ule mchanganyiko na tangawizi vizuri, utachukua maji lita 1. Kama afya yako ni nzuri, kama huna pressure sana, basi chukua hata nusu lita. Lakini kama unaona unakuwa na pressure fulani hivi, labda pressure yako ipo juu kidogo, chukua maji lita 1. Baada ya hapo, tia ile mchanganyiko katika chupa ile,
usitikise, acha vijichanganye kidogo kidogo vyenyewe. Baada ya hapo sasa utachukua glasi, utatia maji yale katika mchanganyiko nusu glasi. Utachukua asali ya nyuki wadogo, utatia vijiko 2 mpaka 3. Utakoroga. Kabla hujala kitu cha aina yote asubuhi, pata nusu glasi ya maji hiyo au mchanganyiko wa dawa hiyo. Baada ya hapo kaa kama dakika 10, utakunywa chai. Ikifika mchana au jioni utapata tena hivyo, na usiku ukitaka kulala. Zoezi hilo lifanye siku 10 mfululizo bila kuacha. Na inawezekana mchanganyiko ule pale ukaharibika kama utakuwa umeifunga ile chupa. Ukiacha wazi haitoharibika, lakini itakuwa ni bora zaidi ukahifadhi katika sehemu ambayo ya friji ili ikawa haiharibiki. Asubuhi hata kama ni ya baridi vile vile utaacha ipoe kidogo, utatia mchanganyiko, utachukua asali yako, utatia katika glasi mule, utakoroga, utakunywa tena. Ile zoezi lifanye ndani ya muda siku 10. Na muda siku 10 hiyo itapendeza zaidi kama utakuwa utapata mapumziko yale ya nini. Inawezekana ukafanya mazingira aina yote ukapumzika, walau uje kamwili uzidi ukwa vizuri. Baada ya hapo kinachofuata hapo sasa ni wewe mwenyewe, kama labda utapenda kuchukua labda vyakula ambavyo vinalishe vizuri ukala, sana sana ndizi ya kuiva, ndizi ya kuiva pamoja na maziwa na almondi, una blend kwa pamoja. Almondi zinafahamikana, supermarket zipo, au labda korosho. Unachukua maziwa fresh, ndizi zako 2 au 1 na almondi ama korosho na blend, unapata thermos moja nzuri, unakunywa. Lakini ile zoezi lifanye mara kwa mara, itakuwa mwili wako utakuwa vizuri bila shida ya aina yoyote, na matokeo mazuri katika siha yako na mwili wako utaiona inshallah. Usisahau kusubscribe, kushare na comment na kulike, ili tuwe sambamba kila hatua na tuwe sambamba kila aina ya darasa ambalo nitalitoa katika swala zima la kujihudumia sisi wenyewe halakuwa tupo nyumbani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.